Mambo vipi, na hii ni Bizoza Media. Leo hii nakusogezea taarifa muhimu kuhusiana na bwana mkubwa Aziz Ki, mambo ambayo aliweza kuyaweka hadharani, na wengi wao waliweza kufunguka na kufurahia kwa msimamo wa bwana mkubwa Aziz Ki baada ya kuweza kuongea haya yote. Kitu ambacho alichoweza kukizungumza ni kwamba mimi katika maisha yangu sipendi kabisa kuendeshwa na mwanamke. Hata nipo tayari kuweza kuoa wanawake hata 100, lakini natamani kuweza kupata mwanamke aliye bora na mwenye hekima katika maisha yangu, na sitamani kuweza kuona leo hii namuoa mwanamke ambaye hana maadili ya kimungu, lakini pia si mwema kwangu. Mara zote mwanamke wa aina hiyo mimi huwa namchukia, na hivi ndivyo ilivyo kwa bibi Hamisa Mobeto. Yeye alilipa mahali akifikiri kwamba yeye ndiye ambaye atakayekuwa anaongoza familia. Hicho kitu sikukubaliana nacho, na hapo ndipo nilipoamua kuweza kufanya maamuzi kama mwanaume. Na watu wengi walikuwa wanaongea mengi kuhusiana na hii ndoa. Wengi wao, baadhi yao walikuwa wananiambia kwamba huyu si mwanamke bora, lakini niliziba macho na masikio. Sikutaka kusikia chochote kutoka kwao, nikiamini kwamba atabadilika kwa namna tofauti tofauti, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo mambo ambavyo yanavyozidi kubadilika. Lakini yote ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila kitu ambacho kilichoweza kutokea katika maisha yangu, na pia huenda akanionyesha mwanga huu mapema kabla mambo mengine hayakuweza kuharibika. Hivyo namshukuru Mungu kwa kila kitu, na siwezi kumkosoa Mungu kwa namna yoyote ile, kwa sababu yeye ndiye ambaye aliyeweza kunipa kibali cha mimi kuweza kufikia hapa nilipo. Hivyo sina budi kumshukuru na kumuomba lazi kama kuna sehemu ambayo niliyoweza kumkosea. Bwana, huo ndio ujumbe wa Aziz Ki, na kwa upande wake anajutia sana kuweza kumuoa bibi Hamisa Mobeto, na anakiri hataweza kurudia makosa yale ambayo yaliyoweza kutokea kwa bibi Hamisa Mobeto. Bwana, mambo ndo kama hivyo, lakini mashabiki na wao waliweza kutia komenti zao na wakisema kwamba tulishakuonya na kukuambia kitambo sana, lakini ulijifanya husikii kama ambavyo ulivyoweza kusema. Tazama, sisi wabongo tukinena kitu ujue tumemaanisha kweli, lakini wewe hukutaka kusikia chochote kutoka kwa mtu yoyote, ukaamini mawazo yako ndiyo bora zaidi kuliko maneno ambayo tunayokuelekeza. Bwana, mambo ndo kama hivyo. Mimi naomba nikusihi kitu kimoja, kama ndo mara kwa kwanza, basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Kwa ukifanya hivyo utakuwa umejiweka katika nafasi nzuri ya wewe kuweza kuenjoy na kufurahi pia.